Shalom shalom, na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Ushindi Ababele Gilbert, kwa mwinjilisti wa kanisa hili la Living Faith mahali hapa Kenya. Nilipenda tuchangie maneno kwa siku ya leo. Kwa wewe mpendwa ambao unafuata video yetu kwa siku ya leo tarehe 22 ya mwezi wa 6, nilipenda tuchangie maneno katika kitabu chetu cha Mwanzo sura 34 mstari wake wa kwanza hadi kushuka. Maandiko nasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Yakobo alitoka akaenda kuishi katika nchi hiyo ya Kanani. Yakobo alikuwa na watoto 13. Watoto 12 walikuwa ni watoto wanaume na mtoto mmoja alikuwa ni wa kike. Na maandiko gisi inavyotuambia mahali hapo inasema ya kwamba walipokuwa katika nchi hiyo ya Kanani walikuwa bado wakingaliki wageni, na huyu binti Dina akatoka kaenda na tembeza ili angalie mazingira ya mji huo wa Kanani. Na alipokuwa katika hali ya kupitapita, ghafla akakutanana na huyu mtoto wa mfalme Shekemu, akaongea naye, na huyu Shekemu akamshika, akaona ile santima ya kukuwa yeye ni mtoto wa mfalme. Mfalme kwa majina alikuwa anaitwa Amori, mtoto wa mfalme alikuwa anaitwa Shekemu. Maandiko yanatuonyesha kwamba huyu Shekemu akamshika huyu binti Dina, binti wa Yakobo, akambaka. Na alivyombaka, kumbe binti huyo alikuwa ni bikra. Alipomaliza haja yake akaondoka, binti huyo akaenda nalia njia yote mzima. Na alipofika nyumbani kwao akamwelezea baba yake, mtumishi wa Mungu Yakobo, baba, nilikuwa katika hali ya kupitapita, lakini ghafla nikakutanana na kijana Shekemu, na alimchukua akanishika kinguvu akanibaka, na tayari ameharibu umbo langu, yani amenideverge. Maandiko inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu akajisikia uchungu pamoja na kaka zake aliposikia habari hizo, lakini hakufanya jambo lolote. Ikapita siku, kumbe huko ambapo amebaki huyo kijana Shekemu, naye akaenda kumwelezea mfalme Amori baba yake, baba, nilikuwa katika hali ya kupitapita, ghafla nimemshika binti ule wa Yakobo Dina, nikalala naye, lakini ghafla kwa gisi nimemtumikisha, nimembaka, lakini nimetokea hatua ya kumpenda. Na hapo ndipo somo langu kwa siku ya leo. Nimekwambia tutajifunza somo linalosema kwamba alama kubwa ya upendo, alama kubwa ya upendo. Na gisi mfalme aliposikia maneno kama yale akamuuliza, je, umempenda kweli kweli? Eti ndio, nimempenda. Wakatoka wakaenda katika pale ambapo kwao na Dina. Mfalme, nimempenda sana. Mfalme alipofika mahali pale akamwambia kwamba, ndugu zangu ama mtumishi mwenzangu, naomba nirehemu, nisamee, kwa sababu mtoto wangu amemtendea binti yako vibaya, amembaka. Lakini licha ya kumbaka, mtoto wangu Shekemu ametokea kumpenda binti yako. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa kila kitu ambacho utakachokiongea ili tuweze kuridhisha huyu binti. Kumbuka mpendwa mwenzangu, nimekuambia alama kubwa ya upendo. Napenda kusema nini hapa? Upendo kwanza, upendo ni hisia, ama kwa tafsiri nyingine tunaweza sema upendo inampelekea mtu kumtendea ama kuwawazia wengine mema. Kuna aina nyingi za upendo ndugu yangu. Kuna upendo kati ya mwanamke na mwanaume, kuna upendo kati ya mimi na ndugu, kuna upendo kati ya mimi na rafiki, kuna upendo kati ya mwanadamu na Mungu. Hizo zote ni alama za upendo. Lakini upendo ambao tutakaoongelea hapa ni upendo ule ambao, upendo wa agape. Tunapenda kusema nini? Yeyote ambaye atakayekuwa na upendo atakuwa tayari kwa kukutendea mema, atakuwa tayari kwa kuchukua kila chochote kile, yale madhaifu yako yote, na kuyafika katika mwili wake na kuyavicha na kuyaondoa
atakuwa tayari kwa kukupenda. Ndugu zangu mpendwa, ambao mnaofuata video hii, nahitaji kwa mwezi huu ambao tunaokaribia, mwezi huu wa 7 ambao tunataka kuingia, tuweze kuwa na alama za upendo, tuweze kuwa tayari kwa kuchukuliana mizigo. Yeyote ambaye anayekupenda hataweka madhaifu yako mbele, hapana. Ukikuwa mtu ambaye atakayekwambia eti hey, frere Ushindi, mimi nakupendaga, lakini bado anaweka madhaifu yako mbele, tambua huyo mtu hakupendi. Maana atakayekupenda atakuwa tayari kwa kila kitu, atakuwa tayari kwa kukutendea mema, atakuwa tayari kwa jambo lolote ambalo litakaa kutokea. Acha Mungu awabariki katika mchana wa leo, na uzidi kushare video zetu ili uweze kutupata zaidi. Acha Mungu akutie nguvu na kuepushia na kila ewa yote ya magonjwa na michoko na kila maumivu ambayo unayasikia katika mwili wako. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.